Mtazamaji wa Karago Media, karibu katika makala inayoangazia shule ya Kiingereza ya awali na msingi Misenyi Glory, shule ambayo iko katika kijiji cha Igayaza, kata ya Nsunga, wilayani Misenyi, mkoani Kagera, ambayo imetajwa kuwa miongoni mwa shule zenye tija ya kukuza maendeleo ya sekta ya elimu wilayani Misenyi. Siku zote Waswahili waamini kwamba penye nia pana njia. Msemo huu unatimia rasmi baada ya uongozi wa shule ya Kiingereza ya awali na msingi Misenyi Glory, ambayo iko katika kijiji cha Igayaza, kata ya Nsunga, wilayani Misenyi, kushuhudia mahafali ya 5 ya wahitimu wa darasa la 7 mwaka 2026 ambayo alifanyika shuleni hapo Agosti 7 mwaka 2026 kwa kujumuisha na wahitimu awali. Na hapa katika risala wahitimu wa darasa la 7 iliyosomwa sambamba na risala ya wahitimu awali iliyosomwa na Edita Edineja kwa kushirikiana na Yasiri Bashiru, ilibainisha maendeleo ya kitaaluma ambayo wameyapata hadi sasa. Yafuatayo ni mafanikio katika kituo chetu. Namba 1, tumefanikiwa kuongeza vyumba vya mapumziko wakati wa mchana. During our time at Misenyi Glory, we received a strong foundation in academics, gained computer skills, developed leadership abilities, strengthened cooperation, and nurtured with good morals and values. Katika miaka yetu ya masomo hapa Misenyi Glory, tumejenga msingi imara wa kitaaluma, tumepata ujuzi wa matumizi ya kompyuta, tumejifunza uongozi, ushirikiano, nidhamu na maadili mema. Mwalimu mkuu wa shule ya Kiingereza ya awali na msingi Misenyi Glory, Sweetbat Thomas, amebainisha idadi ya wahitimu wa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako ni wahitimu 50, kati yao 19 ni darasa la 7 na 31 ni awali, yani top class. Wanafunzi hawa wanahitimu wakiwa wameandaliwa vizuri katika taaluma, malezi, michezo na shughuli mbalimbali za kujenga nidhamu na maadili. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanafunzi wa awali wamemudu vizuri stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, na wameweza kumudu vizuri lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha ya kufundishia na kujifunzia. Mheshimiwa mgeni rasmi, darasa la 7 wamekamilisha kwa usahihi mada zote za elimu ya msingi katika masomo yao yote na kupata muda wa kufanya mazoezi na mitihani ya ndani na nje na kufanya vizuri sana, ikiwemo mtihani wa moko kanda ya Ziwa ambapo walipata ufaulu wa daraja A bora. Hii inatoa ishara nzuri kuwa hata mtihani wa taifa watafanya vizuri kama watangulizi wao, ambapo shule hii imekuwa ikifanya vizuri sana kwa kupata daraja A bora. Mkurugenzi wa shule hiyo Laurent Search Jacobo, licha ya kuasa wahitimu wa darasa la 7, amewataka kutimiza ndoto zao kama yeye alivyofanikiwa kuzitimiza hadi anafikia katika hatua hii. Shule ya msingi Ngando na nilihitimu mwaka 1995. Baada ya hapo nilijiunga na Bunazi Sekondari na nilipomaliza nilijiunga na Kanyigo Sekondari ambapo niliweza kuhitimu kidato cha 6. Nilipata elimu ya kilimo katika chuo kikuu cha kilimo KwaZulu Natal, Afrika Kusini, na niliweza kupata elimu katika kulinda mazingira, tunaita Natural Resources Assessment and Management, chuo kikuu Huria cha Tanzania. Niliweza kupata master's degree katika chuo kikuu cha Huria katika Environmental Science. Lakini sambamba na hilo nilipata elimu ya dini kwa maana ya theology katika chuo kikuu cha California USA Marekani ambacho kinaitwa CCU Christian University ambacho kina collaborate katika mkoa wetu mkuu wa Arusha. Mambo mengine, elimu nyingine ya ziada, ni mhitimu wa jeshi la mgambo katika jeshi la Tanzania, lakini pia nimefanikiwa kupata masomo ya uguzi msaidizi chuo cha Bukoba. Kipindi hicho tulikuwa government hospital, na nimepata mafunzo ya kilimo A to Z in agriculture katika nchi ya South Africa pia. Sambamba na hilo nimepata elimu ya kompyuta, tunaita Africa Complink, ambacho chuo hicho kiko Kenya. Kwa hiyo kwa kozi hizo mbalimbali ambazo nimezipata zinaenda sambamba na walimu wangu ambao ni walimu wabobevu waliokomaa katika ufundishaji
na wanao uwezo wa kuzalisha watoto waliokomaa kitaaluma. Nimetumikia kampuni yangu ya sukari Kagera kwa muda wa miaka karibu 25 nikiwa afisa kilimo mwandamizi, na nimehusika sana katika kuratibu na kushughulikia shughuli za ugani, kushirikiana na wakulima wa miwa na kushirikiana katika mipango ya maendeleo ya utekelezaji wa mikakati ya uzalishaji wa sukari katika nchi yetu ya Tanzania. Hata hivyo, ni mkurugenzi wa shule zetu hizi za Misenyi Glory, ambapo shule mojawapo ni hii na nyingine iko Bunazi, na tunao mikakati ya kuanzisha shule nyingine ambayo itatangazwa hivi karibuni. Adonia Simoni ni mwenyekiti wa kijiji cha Igayaza, naye katika neno lake hakusita kutaja mazuri ya shule ya Misenyi Glory. Mkurugenzi pia, hawa wazazi wanaleta wanafunzi, lakini kwenye kuhitimisha mihula mitano ya darasa la 7 nadhani sio kitu cha kawaida. Lazima amepitia changamoto nyingi, lazima tutakuwa tumemkwaza sana, lazima na sisi atakuwa ametukwaza sana, lakini hizo changamoto ndiyo maisha tunayoyaishi. Mimi niwaombe tuendelee kumtia moyo mkurugenzi wa shule, hata kama tunamkwaza, hata kama anatukwaza, na yeye atusamee bure, lakini pia na sisi tumsamee bure. Ni changamoto kwa ajili ya kufanya kazi na Misenyi Glory kuitangaza ili iwepo. Mgeni rasmi katika mahafali hayo, mkufunzi mwandamizi Wizara ya Kilimo, Chuo cha Uaulishaji Teknolojia za Kilimo, Mati Maruku, Bwana Aaron Rajabu Kiamanywagoa, wakati akitoa neno lake, alihimiza wananchi wa wilaya ya Misenyi kuitumia shule ya Misenyi Glory kama fursa ya kukuza sekta ya elimu wilayani humo, jambo litakalokuza historia ambayo inaaminika kwamba watu wa Kagera ni wasomi. Nilipopewa wito haraka sana, nilijaribu kuingia kwenye shule kuifuatilia kwa karibu. Na kinachotusaidia kuifuatilia shule kwa karibu, ukishukua huyu rafiki yangu hapa, ukagusa mara moja unaifuatilia. Mimi nimekuwa nikipita mara moja, mara mbili, sijawahi kujua yanayofanyika huko ndani. Lakini nilipoingia kwenye Google nikaingiza Misenyi Glory, nikafuatilia, nimekutana na mambo 4 ambayo nataka tushirikiane. Jambo la kwanza, shule hii imeongoza kwa mfululizo ushindi wa grade A kwa miaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona hii ni Misenyi kabisa, sio ushindi tu kwa grade A, wale wasio grade, kwamba wanafunzi wetu waliweza kushinda kwa kiwango cha maxi 80 na kuendelea. Kwa hilo nikajua kumbe kuna kitu kinafanyika hapa. Jambo la pili, ilibidi niende kufuatilia vizuri, kwa sababu shule yangu ni ya kufuatilia. Mimi nimesoma ufuatiliaji, kwa hiyo lazima niseme facts. Uwezo ukasema Misenyi Glory ni nzuri kumbe hamna kitu. Nikafuatilia walimu. Hawa walimu wana sifa za kufundisha. Nikakuta walimu wetu wana level ya degree. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo degree kumfundisha primary school inawezekana na ni zaidi. Kwa hiyo nikaona sifa ipo. Lakini nikafuatilia tena, shule imesajiliwa. Na kama imesajiliwa, hii shule ina vigezo, kwa sababu nilipaswa kuja hapa kwa kibali na ruhusa. Kwa hiyo baada ya kufuatilia nikaona shule imesajiliwa, ina vibali, inafanya vizuri. Kwa hiyo swali langu likajibiwa, na mimi nakuuliza tena, jambo jema laweza kutokea Misenyi? Makala hii imeandaliwa nami Jovinus Ezekieli, ambapo tumeangazia mafanikio ya shule ya Kiingereza ya awali na msingi Misenyi Glory, ambayo mpaka sasa imetajwa kuwa miongoni mwa shule zenye tija ya kukuza maendeleo sekta ya elimu, na kubwa zaidi tukiangazia katika mahafali ya darasa la 7 kwa mwaka 2026 pamoja na wahitimu wa awali. Kwa heri kwa sasa.